kilimo kimepangwa kama ni sekta ya kwanza katika sekta za kimageuzi. Kwa hivyo tunapokutana hapa, tunakutana kwa ajili ya sekta moja ambayo inaenda kuchochea ukuaji wa sekta nyingine nyingi sana. Lakini pia sekta ya kilimo imetambulika kama sekta ya mageuzi kwa sababu ya uwezo wake wa kuleta fedha za nje. Hapa Arusha tunalima maua. Hapa tunalima vitunguu, Manyara, vitunguu. Lakini vile vile tunalima vitu mbalimbali. Tunalima karoti, tunalima macadamia. Ukienda Tanga huko, Mbulu huko, tunalima bale, tunalima ngano. Tanga ndo kabisa, pamba, kahawa, chai, korosho, viungo, mkonge. Kwa hivyo, lakini ni sekta au ni corridor yenye vitu vyote. Mifugo, nadhani ni corridor ambayo inaongoza katika ile sekta hii ya mifugo. Lakini ni corridor ambayo kwa hakika hatujaitendea haki. Kwa sababu, na si kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu ni corridor yenye neema kubwa ya vitu vingine mbalimbali. Madini ni eneo kubwa sana ambalo linachukua mchango wa corridor hii, lakini vile vile ni kutokana pia na uchumi wetu kulenga sana katika utalii. Na ndo hapa tunapokuja kwamba Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Arusha yuko kwenye mkutano unaohusika na masuala ya AFCON. AFCON 2027 watahitaji vyakula vya kutosha. Tutashangaa viazi vitoke Njombe ili hali hapa na viazi vya kutosha. Tutashangaa sijui mpunga utoke huko Mwanza au Shinyanga au Tabora ili hali tuna mabonde ya mpunga kuanzia huko Arusha chini huko mpaka huko Mkomazi, lakini na upande huu wa Babati na kadhalika. Lakini sekta ya kilimo katika mageuzi, kilimo kuwa mageuzi ni kutokana pia na uwezo wake wa kuongeza thamani. Mazao tunayozalisha tuweze kuongeza thamani. Viazi vya Mongola vinakuja malori yanapeleka nchi jirani, yakifika kule yanafungasha yanaenda nje kwa nembo ya kwao. Parachichi za Karatu zinatoka zikifika nchi jirani zinawekwa nembo, zinaenda kwenye masupermarket ya Ulaya kwa nembo ya nchi jirani. Kwa hivyo ndugu zangu, kama nilivyosema, hapa hatujaja kwa bahati mbaya. Tumekuja kuweza kukutana, kuweza kuona jinsi gani sasa kila mdau, kila mkoa, kila wilaya itatumia fursa zake zilizopo katika kuimarisha kilimo chetu, lakini vile vile kuimarisha mapato, uchumi, ajira kwa vijana na wanawake, lakini vile vile kuongeza thamani na kulinda mazingira hasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Leo tumekutana kujadili dhana nzima ya shoroba za kilimo kama moja ya miradi ndani ya mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo. Na ni nguzo kuu ya mpango kabambe wa mageuzi wa kilimo kama nilivyosema. Shoroba hii ya kilimo ni maeneo ya kimkakati yanayounganisha uzalishaji, usindikaji, uchakataji, usafirishaji, uhifadhi wa ardhi na mazingira na masoko, ambavyo ni nguzo muhimu sana katika kilimo, ili kuharakisha mageuzi ya kilimo chanya na yenye tija kuelekea katika uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka 2050 kama ilivyoainishwa katika dira yetu ya maendeleo. Mpango kabambe wa mageuzi wa kilimo kupitia shoroba za kilimo ni daraja la kutupeleka kwenye Tanzania ya viwanda yenye uchumi wa kati na yenye wakulima wanaojivunia kazi zao.